Naam, ujambo mwanafunzi, ningetaka tuanze na kuiangalia kazi yetu ya tamthilia. Na ningetaka tuanze na jambo la kwanza na la muhimu sana katika kazi ya tamthilia, ambayo ni kazi ya jalada. Na jalada kwa Kiingereza ni nini? Jalada ni cover page. Jalada ni cover page. Kwa hivyo cover page ama jalada ni karatasi ngumu inayofunika kitabu ambapo jina la kitabu picha, jina la mwandishi, shirika la uchapishaji na taasisi. Kwa hivyo unapopata kitabu chochote cha kazi ya fasihi simulizi, fasihi andishi, iwe ni riwaya, hadithi fupi au novela, kumbuka ya kwamba karatasi ya mwanzo wa kitabu ambayo iko na jina la kitabu, picha na jina la mwandishi wa kitabu ndilo unafaa kwanza kuliangalia. Hicho ndicho kifaa cha kwanza cha kuangalia kwenye kazi ya fasihi andishi. Na hivyo basi leo tunaangalia jalada la Wema Hauozi. Naam, wacha tuangalie mfano wa kitabu chetu ambacho ni cha tamthilia la Wema Hauozi. Kitu hiki hapa. Tukiangalia vyema, ili uanze kusoma kitabu lazima uweze kuangalia hiki kijikaratasi kigumu hiki ambacho kimeweza kushikilia kitabu chetu. Kwa hivyo tunasema kwamba kuna jina la kitabu. Jina la kitabu ni Wema Hauozi. Kuna picha, kuna mchoro ulio hapa, na mchoro huu ni wa binadamu. Huyu binadamu hatuwezi ibua kama ni wa kike ama ni wa kiume, lakini tukiangalia kwenye masikio huenda ikawa ni wa kike. Tutaangalia baadaye. Pia unaona kwamba kuna jina la mwandishi. Mwandishi wa kitabu cha Wema Hauozi ni Daktari Timothy Arege. Uchapishaji kimechapishwa na Access Publishers na taasisi ni KICD. Kabla tuendelee, kuna jambo muhimu ambalo tumelisahau. Rangi. Tamthilia yetu ya Wema Hauozi ina rangi tofauti tofauti. Kuna hii hapa nyeusi, kijani, kahawia, manjano, hudhurungi. Kuna hii hapa nyeupe na nyeupe hapa.
tutaweza kuangalia maana ya hizo rangi. Kwa hivyo tuweze kuangalia habari muhimu katika jalada. Tuna anwani, that's the title of the cover of the book. Tukiangalia anwani yetu ya Wema Hauozi, anwani yetu imeandikwa kwa rangi nyeupe. Hii ni ishara kwamba imeandikwa kwa rangi nyeupe. Kuonyesha kuna wingi wa mbinu za lugha. Pia kuna anwani, kwa mfano tukiangalia hapa juu, tamthilia grade ya 8 imeandikwa kwa, natumai mnaona, imeandikwa kwa rangi ya manjano. Hivyo basi pia inaashiria kwamba kazi iliyomo ndani ya kitabu hicho imejaa mbinu za lugha. Tutaweza kuangalia kama hili ni la ukweli tunapochambua kitabu chetu. Pili ni rangi mbalimbali. Rangi mbalimbali. Tukiangalia kitabu chetu hapa, niwe radhi niweke hapa juu. Tuna rangi ya kijani. Rangi ya kijani. Rangi ya kijani ni ipi? Green. Rangi ya kijani ni green. Na kama tunavyojua, hata kwenye maps ambazo tuko nazo shuleni, tunajua kwamba green resembles for vegetation. Hivyo basi pia kwenye fasihi, rangi ya kijani huonyesha mazingira. Mazingira yaliyojaa mazao au lishe. Pia tukiangalia kwenye picha au mchoro, kuna rangi nyeusi. Rangi nyeusi. Rangi nyeusi. Rangi nyeusi inaashiria maovu. Inaashiria maovu. Mhusika anayopitia kwenye jamii. Maovu anayopitia kwenye jamii. Tunapata kwamba huu mchoro hudhihirisha ni wahusika. Hudhihirisha kuna wahusika ndani ya kitabu. Na hivyo basi unapata kwamba rangi nyeusi kuna maovu ambayo tutaona kwamba wahusika katika hii jamii ambayo imejikita ama imejipata nayo ipasavyo. Rangi nyingineo ni rangi ya manjano. Rangi ya manjano kwenye jalada huashiria
matumaini. Huashiria matumaini. Kwa wahusika kwenye kazi ya kifasihi. Tutaweza kuangalia kwenye tamthilia, kwenye jalada tunapata kwamba kuna rangi ya manjano hapa, na kwenye neno Access Publishers kuna rangi ya manjano pale, inaashiria kwamba kuna matumaini. Rangi ya kahawia, rangi ya kahawia, rangi ya kahawia. Tukiangalia mchoro wetu hapa, mikono, kwenye mikono tunaona mikono yake ni ya brown. The color is brown. Brown. Hii rangi huashiria ukisasa ama usasa. Samahani, tunasema usasa. Usasa. Usalama. Kujiamini. Faraja na matumaini. Matumaini. Kuna rangi nyinginezo ambazo hutokea. Huenda unaweza pata kazi ya fasihi ambayo ina rangi nyekundu. Rangi nyekundu. Rangi nyekundu huashiria nini? Rangi nyekundu huashiria changamoto. Huashiria changamoto zinazowapata wahusika. Changamoto zinazowapata wahusika. Jambo lingine la kuzingatia ni mchoro. Tukiangalia mchoro wetu, haya maumbile tunaweza sema kwamba ni mchoro ambao huenda ukawa kike au kiume. Mchoro huenda ukawa wa kike au wa kiume. Wa kike kwa nini? Wa kike kwa sababu kwenye sikio kuna pambo ambalo huwa nafikiria ni laitwa jaribosi. Ni jaribosi ambalo huweza kuwekwa kwenye sikio. Lakini pia ni mwanaume kwa sababu ana ndevu. Lakini sikumaanisha kwamba pia jinsia la kike haliwezi kupata kwa sababu ana ndevu.
Sijasema hivi kwa sababu ya nimewachukia, lakini kunao huweza kuwa na ndevu. Kwa hivyo pia mchoro hujumuisha wahusika walio kwenye kitabu hiki. Pia tunaangalia mchoro mwenyewe. Mhusika mwenyewe anatabasamu. Mhusika mwenyewe anatabasamu. Lakini tukimwangalia pale kitabasamu, mikono yake pia imekunjwa, na tunaweza kuangalia kwa nini. Kwa vile kwa hiyo tunaweza pata kwamba hili tabasamu la ishara ya matumaini, ishara la matumaini, ishara la matumaini. Tukiangalia mwili wenyewe, kichwa kimetenganishwa na shingo, limetenganishwa na kifua, kifua kimetenganishwa na mikono, mikono imetenganishwa na vidole, na pia sehemu ya kichwa, kifua imetenganishwa na sehemu ya chini ambayo pia ni ya tumbo. Kwa hivyo tunasema kwamba, wacha niweke hapa juu, kutenganishwa kwa mwili, na viungo, kwa mfano hapa kichwa kimetenganishwa na mikono, kifua kimetenganishwa na kifua, ilhali kifua pia na tumbo, na mikono pia na vidole. Tukiangalia vyema hapa, tutapata kwamba hii ni ishara kwamba kuna masaibu ambayo wahusika ama mhusika fulani anayapitia kwenye kitabu. Kwa hivyo pale huenda ikawa ni masaibu, huenda ikawa ni masaibu kama vile ugonjwa, umaskini, migogoro, njaa. Ona jinsi ambavyo mikono imetenganishwa, njaa. Pia mikono ilivyoinuliwa juu, tutaweza kuangalia njaa. Mikono iliyoinuliwa juu, hii hapa ina ishara kwamba ni mcha Mungu. Hivyo basi ni maudhui ya dini, na pia ana matumaini,
na pia anaomba. Anaweza kuwa anaomba. Anaweza kuwa anaomba. Anaweza kuwa anaomba kwa sababu ya njaa. Kutalingana. Jambo lingine ambalo nimeliona kwenye mchoro ni kwamba macho ya mchoro yanakaa kuwa na machozi. Macho ya mchoro yanakaa kuwa na machozi. Yaangalia vyema. Macho ya mchoro yadhihirisha pengine uchochole. Ya pili, maumivu au chozi la heri. Yaani anaweza kuakilia kwa sababu amebahatika, au pia anaweza kuwa akilia kwa sababu ya maumivu, au pia anaweza kuwa akilia kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Naam, tuangalie jambo lingine ambalo liko kwenye mchoro. Rangi ya kahawia. Rangi ya kahawia kwenye mchoro. Kwa jiografia, rangi ya kahawia sana sana huonyeshana desert places. Brown resembles desert places. Na hivyo basi pia kwenye kazi ya kifasihi, rangi ya kahawia huweza ikachukua ama yaweza kuibua, yaweza ibua hali ngumu ya maisha. Pia yaweza ashiria njaa, ukame ambao waweza leta njaa. Ukame ambao unaweza leta njaa. Mavazi aliyovaa, tunapata kwamba haya mavazi yana kiutamaduni na pia rangi ambayo imebadilika. Kwa hivyo tuweza kuangalia mavazi aliyovaa yana rangi tofauti. Yana rangi tofauti. Huenda kuonyesha jinsi
One, utamaduni unavyojitokeza. Utamaduni unavyojitokeza. Ya pili, jinsi jamii ilivyo na mchanganyiko wa maudhui, na watu walio na sifa, mbalimbali, ambavyo sifa hizo zaweza kuwa za wema ama zaweza kuwa si za wema. Pia hili vazi ladhihirisha kwamba kuna wahusika. Tukiangalia hili vazi vizuri, upande mmoja ni kama imekatwa mara mbili. Wacha tuangalie hiyo hoja. Kwa hivyo vazi lililo kwenye mchoro limegawa mara mbili kudhihirisha ama kuonyesha jinsi ambavyo jamii imeweza kutengamana baina yao, bali kuna watu pia wanashikilia pande zote mbili. Yaani huu mchoro umegawa kwa pande mbili, ya kwamba kuna huu upande ambao unakuonyesha mko pamoja. Huu ni mhusika ambaye pengine aliweza kushirikiana na watu, kisha akienda pale kwa mfano hapa inaonekana kwamba kuna hoja nyingine pia ambayo inajitokeza. Tuiangalia, lakini kabla ya hayo tuangalie nyingine. Tunaona kwamba jinsi ambavyo kuna pande hizi mbili, tunaona kwamba huyu mhusika ama huu mchoro ni mtu ambaye anashikilia jamii ambayo huu upande umeweza kushirikiana na huu unaweza kushirikiana, lakini kuna mgogoro katika jamii. Lakini huu mshirika ama huu mhusika anaweza kushikilia hii migogoro ambayo imo katika jamii kuhusiana na mtazamo. Haiwezi kuwa, inaweza kuwa sio tu kwenye migogoro katika jamii, ila inaweza kuwa pia katika nafasi zetu za kazi, pale ambapo unapoenda kutetea watu unajikuta wewe ndio uko peke yako. Kwa hivyo unapata kwamba huenda haya mavazi yanashiria pale. Tukisoma hii kazi tutaweza kuona kwamba
kama haya mambo yaliweza kujitokeza ndani mwa kitabu hiki. Tuangalie jambo lingine ambalo liko kwenye mchoro, mkao wa mchoro, jinsi ambavyo mchoro ulivyokaa. Tukiangalia huu mchoro, kichwa cha huu mchoro ama huu mhusika kimeangalia juu, na tukiangalia vizuri, huenda huu mhusika amepiga magoti. Huku mikono kaishikanisha, ameshikanisha mikono yake. Kwa hivyo tunaona kwamba tutaweza kuangazia haya mambo. Ameshikanisha mikono yake, uso wake umeangalia juu, unatazama juu ukimwangalia nani? Tukiangalia macho yake, muona macho yake inakaa ina machozi. Tutaweza kuangalia. Kwa hivyo ameangaza juu. Kuangaza juu ni kule ambapo huu mkao wa kichwa chake